Hii ni Mtoro TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ama baada kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma za ziada bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, awali ya yote hatunabudi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutupa fursa hii na nafasi hii ya kuweza kukutana pahala hapa katika majlisi hii ya Mtambani ili kuweza kuelezana mambo kadhaa yanayohusiana na dini yetu. Uchache wa shukurani tunasema alhamdulillahi rabbil alamin. Ndugu zangu mliohudhuria katika majlisi hii na wale mnaonisikiliza kwa kupitia sauti na kupitia video, tunakusudia kuzungumza juu ya mipango na matarajio. Kwa nini tunazungumza juu ya mipango na matarajio? Uislamu katika asili yake ni dini iliyojipamba katika mipango. Uislamu umejipamba katika mipango, na kila mpango uliotengenezwa katika Uislamu ukaainishwa mpango huo kwa kuelezwa matarajio yake. Kila mpango katika Uislamu ulielezwa huo mpango, lakini yakaelezwa na matarajio ya huo mpango. Kwa mfano, Allah subhanahu wa ta'ala alipokusudia kumuumba mwanadamu na kumuumba jini, wanadamu na majini, huo ulikuwa ni mpango wa Allah subhanahu wa ta'ala, na mpango huo ukawa una matarajio yake, nayo ni kupatikana viumbe watakaomuabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo utakuta kila jambo linalokuwa ni mpango katika Uislamu linakuwa na matarajio yake. Na tunazungumza mipango na matarajio kwa sababu tunaweza tukawa tunayo mambo katika jamii yetu, hayo mambo yakawa ni mipango, na hiyo mipango kwa asili yake ikawa ni mizuri na ina faida, lakini kwetu sisi mipango hiyo ikawa haijafikia matarajio, nayo ni kupatikana faida na natija ya mipango hiyo. Nizungumze kwa mfano. Uislamu umetengeneza mpango unaitwa ndoa. Mpango huu ni wa mwanamume kumuoa mwanamke, lakini Uislamu ukataja natija ama matarajio ya huu mpango. Allah anasema litaskunu ilaiha. Matarajio ya mpango huu ni kupatikana utulivu, kupatikana mapenzi, kupatikana huruma. Sasa kwa nini tunazungumza hili? Tunazungumza hili kwa sababu zipo ndoa ambazo ndani yake hakuna mapenzi, ndani yake hakuna huruma kabisa, ila badala yake zimekuwa ni kisima cha matatizo, cha uadui na ubaya. Hili linatusukuma lazima tuzungumze kuhusu mipango na natija ama malengo ya mipango hiyo. Kwa maneno yake Allah, ndoa kama itafungwa na itaendewa katika namna ambayo Allah subhana mwenyewe anataka, ndoa inatengeneza mapenzi makubwa sana. Alafu mwenye maradhi anaweza akapona maradhi yake kwa sababu ya kukaa karibu na mwenza wake katika ndoa. Ndoa inaweza kumfanya binadamu mwenye njaa akapata nguvu ya kuvumilia njaa yake. Sisemi atashiba, ila atapata nguvu ya kuivumilia njaa yake kwa sababu pembeni amekaa na mpenzi wake. Ndoa inaweza kumfanya mtu ambaye kawaida yake ni kurudi nyumbani saa 5 saa 6 awe anarudi saa 1 saa 2 nyumbani. Hayo ndo malengo ya Allah subhanahu wa ta'ala katika ndoa. Lakini pia zipo ndoa ambazo zinasababisha
Binadamu ambaye hajawahi kwenda gerezani aende gerezani kisa ndoa yake. Mwanadada ambaye hajawahi kupigwa akavuliwa nguo hadharani kwa sababu ya ndoa, anampata mtu wa kumpiga na kumvua nguo hadharani. Lakini wapo watu hawajawahi kushika mapanga wakawacharaza watu kwa sababu ya ndoa. Tunasikia mtu amempiga panga mke wake. Kwa hiyo ukiyatazama haya utaona kwamba kuna malengo hapa katika ndoa, lakini kuna namna unaweza ukaenda alafu ukapishana na malengo hayo. Sasa si kwenye ndoa, sikusudii kuzungumza huko, ila nakusudia kuzungumza katika safari ya sisi wanadamu kuipata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maisha yetu haya katika dunia ni lazima tuwe na mipango. Mipango hiyo malengo yake iwe ni kuipata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na alhamdulillah, mimi naamini wengi ambao tunafanana katika imani, tunafanana katika matendo, tunaswali yote, tunafunga wote sisi tunatamani kuipata pepo yake Allah subhanahu wa ta'ala. Hayo ndo matarajio yetu, hayo ndo malengo yetu, kuipata pepo yake Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini je, tunayo mipango ya kuipata pepo yake Allah subhanahu wa ta'ala? Maana pepo haipatikani kwa matamanio, vile kutamani kwamba mimi natamani niipate pepo, natamani na mimi niende peponi. Kutamani hakumfanyi mwanadamu apate pepo, kama ilivyokuwa kutamani hakumfanyi mwanafunzi afaulu mtihani wake. Ili aweze kufaulu ni lazima awe na malengo dhidi ya mtihani anaoenda kukutana nao. Ili mwanadamu aweze kuipata pepo ni lazima awe na mipango madhubuti, tena mipango elekezi iliyoelekezwa na Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, itakayomfanya yeye aweze kwenda peponi. Nasema mipango elekezi kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe anasema katika suratul Kahfi aya ya 103 104, Allah anasema hal unabbiukum bil akhsarina a'mala, qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Allah anasema hal adullukum bil akhsarina a'mala, namwambia mtume waulize, waambie hao, hal unabbiukum bil akhsarina a'mala, je niwaambieni, niwapeni taarifa bil akhsarina a'mala, kwa wale wanadamu ambao wamepata hasara kubwa katika matendo yao. Niwaambieni juu ya watu ambao wamepata hasara kubwa katika matendo yao. Allah anasema alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, ni wale ambao walopata hasara, ni wale ambao waliopoteza juhudi zao katika maisha ya kidunia, waliopoteza mipango yao, waliofanya mipango mibovu katika maisha haya ya kidunia. Wa hum yahsabun, lakini wenyewe wanahesabu annahum yuhsinuna sun'a, kwamba kile wanachokifanya wanafanya kitu cha sawa sawa. Wapo watu, na ndio maana nikasema lazima iwe mipango elekezi. Wapo watu wanatamani kuipata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wana mipango ya kuielekea kuipata pepo yake Allah subhanahu wa ta'ala, lakini mipango yao sio mipango elekezi, ni mipango ya upotofu. Kwa hiyo wanajua kwamba tunachokifanya tunaitafuta pepo ya Allah subhanahu, lakini hakika yake wanaharibu, hawana wanachokifanya ila wanaharibu. Unajua, itokee mtu anataka kwenda Dodoma, sema mimi nataka kwenda Dodoma na nataka nitumie treni SGR.
lakini akawa yupo kituoni, kituo chake akakaa hapo nje, hapo tambani hapo nje, anaisubiri treni ya kumpeleka Dodoma. Mpango wake ni kwenda Dodoma, lakini hawezi kufika Dodoma huyu kwa sababu ameshakosea ule mpango wenyewe. Kwa hiyo matarajio yake ya kufika Dodoma hayawezi kutimia kwa sababu ule mpango wenyewe wa safari ya kuelekea Dodoma tayari imeshafeli. Tena kwa treni, alafu unakaa pale mtambani nje unasubiri treni pale, wewe ushafeli. Kwa hiyo kadhalika hata sisi katika mipango yetu ya kuitaka pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, zipo namna tunaweza tukawa tumekaa tunaamini kwa namna hii tunaitaka ama tunaisubiri ama tunaipigania pepo yake Allah subhanahu wa ta'ala, kumbe tunaiharibu na tunaifukuza kabisa kabisa kabisa. Lakini kwa sababu gani? Kwa sababu mpango utakuwa umekosewa. Na ndio maana lazima tuongee kuhusu mipango, namna gani tunaweza kuwa na mipango mizuri ili tuweze kufikia matarajio yetu ya kupata natija ya hiyo mipango tuliyoitengeneza. Katika hali ya kawaida familia zinatengeneza watoto. Allah anabariki watoto katika familia. Kila mmoja akiulizwa, wewe unatarajia nini kwa huyu mtoto wako, atakachozungumza atasema, natarajia mtoto wangu huyu aje kuwa msaada kwangu, natarajia mtoto wangu huyu aje kuwa mwema, natarajia mtoto wangu huyu aje kuwa mtoto mzuri katika watoto wazuri. Kila mtu atasema hivyo. Sasa sikiliza, mshairi alipokuwa anazungumzia namna gani matarajio ya kupata mtoto mwema yanaweza kufeli ama kufaulu, alisema, waladun qad yakunu nuran fi dhulumat wa qad yakunu balaan fi alhayat, farhun idha salaha wa husnu qurbahu wa karbun idha fasada wa saa sa'yahu, rubba waladin anqadha abahu min alhammi wa akhar aghraqahu fi lawmin wa dhammi, fahdhir wa rabbihi tarbiyatan hasanatan fa innahu imma jannatuka au naruka yawma alqiyama. Alikuwa akisema, waladun qad yakunu nuran fi dhulumat, mtoto anaweza akawa ni nuru katika kiza. Ule kupata kwako mtoto, anaweza mtoto akaja akaiangazia familia, akaikuta familia katika hali mbaya, pengine familia ipo katika upotovu kabisa, akazaliwa mtoto, yule mtoto akaja akaistaarabisha familia. Ama akaikuta familia maisha magumu kabisa, hata ulaji wa uhakika hakuna, lakini mtoto baada ya kulelewa vizuri akakuwa, mtoto anaweza akasababisha familia ambayo ilikuwa haina uhakika wa kula ikapata kula vizuri. Nuran fi dhulumat. Lakini wakad yakunu balaan fil hayat, lakini mtoto anaweza akawa balaa katika familia. Uhai wa mzazi ukawa katika matatizo kwa sababu ya kumpata huyo mtoto. Familia ina watu wanaojitambua, ina watu wanaojielewa, akazaliwa mtoto akaishi maisha ya ovyo kabisa, mpaka inafikia hatua baba ama mama anahisi haya kusema, huyu mimi ndo mtoto wangu. Mtoto anakuwa balaa. Utaona dhamira wote watoto waweze kuwa faraja kwa familia, lakini katika wakati huo huo anapatikana mtoto mmoja anakuwa ni nuru katika familia, na anapatikana mtoto mwingine anakuwa ni tatizo katika familia. Asema, farhun idha salaha wa husnu qurbahu, mtoto anakuwa furaha idha salaha wa husnu qurbahu, akiwa mwema na akatengeneza ukaribu mzuri kati ya yeye na familia. Mtoto akawa mwema na mtoto akawa ndo mwenye kuitangaza na kuieleza vizuri familia. Wa karbun idha fasada wa saa sa'yahu, na mtoto anaweza kuwa tatizo
Mtoto akiwa mbaya na matendo yake yakawa mabaya, akiwa namna hiyo mtoto anakuwa tatizo kabisa. Asema rubba waladin anqadha abahu min alhammi, inawezekana mtoto akamtoa baba yake katika matatizo, akawatoa wazazi wake katika matatizo. Wa akharu aghraqahu fi lawmi wa dhammi, na inawezekana mtoto mwingine akawazamisha watoto wake katika wazazi wake katika lawama na udhalilifu mkubwa kabisa. Yani maana yake, inawezekana baba na mama walikuwa hawana nyumba, alafu mtoto akasababisha baba yake na mama yake wawe na nyumba kwa jitihada zake. Na inawezekana baba na mama wakawa wanayo nyumba, alafu mtoto akasababisha ile nyumba iuzwe, yani yeye akaiuza nyumba ya baba yake na mama yake. Ama mtoto anaweza akamkuta baba yake anaumwa ama mama yake anaumwa, akatafuta madaktari wa kumtibia mzazi wake, baba yake ama mama yake. Na mtoto mwingine anaweza akakuta wazazi wake wana afya njema, yeye ndo akawa sababu ya kuwatia wazazi wake katika maradhi mazito ya moyo na mapresha. Rubba waladin anqadha abahu min alhammi wa akhar aghraqahu fi lawmi wa dhammi. Wapo watu ujana wao wote walijizuia, hawajawahi kwenda magerezani. Ujana wao wote walijizuia, hawajawahi kwenda magerezani, lakini walienda magerezani kwa sababu ya watoto wao. Mtoto tu akasababisha baba yake akaenda gerezani, mtoto akasababisha baba yake akatukanwa akapigwa, mama yake akatukanwa akapigwa, wakati mtoto mwingine anatafuta mwanasheria amtoi baba yake katika kesi. Rubba waladin anqadha abahu min alhammi wa akhar aghraqahu fi lawmi wa dhambi. Sikiliza, fahdhir, jihadhari, warabbihi tarbiyatan hasana, na mtoto wako huyo mlee katika malezi yaliyokuwa mazuri. Unaona, sasa tunarudi katika mpango sasa, ili matarajio ya mtoto aweze kuwa nuru, ili mtoto aweze kuwa mwema, ili mtoto aweze kumtoa mzazi wake katika matatizo, ni lazima kuwe kuna mpango, na mpango wenyewe ni huyu mtoto kulelewa katika malezi yaliyokuwa mema. Fa innahu imma jannatuka au naruka yauma alqiyama, kwa sababu ilivyo, aidha huyu mtoto wako atakuwa pepo yako au atakuwa moto wako siku ya kiyama. Kwa hiyo ili mpango wa kumtengeneza mtoto kuwa ni pepo, kuwa ni sababu ya mzazi kuipata pepo, lazima kuwe kuna mpango hapa, alafu haya matarajio yataweza kupatikana. Lakini ukikosewa huu mpango, ni lazima haya matarajio ya kupatikana pepo nayo yasipatikane, ya mtoto kuwa pepo nayo yatapotea. Mtoto atakuwa sababu ya baba yake au mama yake kwenda motoni. Sisi tuna matarajio, ndo kiu yetu, ndo shauku yetu kuipata pepo yake Allah subhanahu wa ta'ala. Mipango yetu inasawiriana, inaakisi hilo tarajio letu. Fudail bin Iyadh anasema, turidu aljanna ma'a an-nabiyina was-siddiqina wa turidu an taqifa mawaqifa ma'a Nuhin wa Ibrahima wa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Asema bi ayi amal turidu aljannata, unataka pepo, tunataka pepo, tunataka twende peponi. Ma'a nabiyina wasiddiqina, pepo ambayo wataenda mitume, wataingia mitume, wasiddiqina, na wataingia waliokuwa wakweli, wenye kutenda ibada za kweli. Na sisi tunataka tuingie katika hiyo pepo, na hilo ndo tarajio letu sote humu ndani. Tunataka tuingie katika pepo.
pepo ambayo wataingia manabii, pepo ambayo wataingia waliokuwa wa kweli. Waturidu an taqifa mawaqifa, na tunataka tusimame katika visimamo vile, maa Nuh wa Ibrahima wa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Tusimame pale ambapo atasimama Nabii Allah Nuhu, tusimame pale ambapo atasimama Nabii Allah Ibrahim, tusimame pale ambapo atasimama bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na sisi tuwe hapo. Ndio matarajio yetu. Maana yake ile siku ambayo itakuwa na heka heka nzito, siku ya kiyama, siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameieleza katika lugha tofauti tofauti kueleza uzito wake hiyo siku. Sisi tunataka siku hiyo tuwe na salama, tunataka siku hiyo tuwe na utulivu. Wakati watu wanakula miba huko, sisi tule vyakula vizuri. Wakati watu wanakunywa usaa, sisi tunywe juisi, vinywaji vizuri. Huo ndo mpango wetu, ndo matarajio yetu hayo. Lakini pia sisi matarajio yetu, wakati watu wanasimama, ardhi imeshakuwa ya shaba, jua limeshashuka sasa, hali imekuwa mbaya, mwanadamu anaogelea katika jua lake yeye, anaogelea katika jasho lake yeye mwenyewe. Yauma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Siku hiyo sisi tupate salama, tupate utulivu hiyo siku. Huo sisi ndo mpango wetu. Sasa kama sisi hilo ndo tarajio letu, ndo tunachokitaka, bi ayi amalin, kwa mpango gani sasa? Mpango kazi ni upi? Kwa sababu unaposikia binadamu unataka asimame aliposimama Nabii Allah Nuhu alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam, yani maana yake wewe unataka usimame pahala aliposimama binadamu ambaye amefanya da'wa usiku na mchana kwa muda wa miaka 95 na zaidi, miaka rundo kwa rundo anafanya da'wa, anaamrisha mema, anakataza mabaya. Miaka zaidi ya 905 anafanya hivyo, anaamrisha mema, anakataza mabaya. Anaenda anakuwa mzee, mtu mzima, miaka 905 sio jambo dogo. Watu wanakusanyana, wanamcheka, wanamnanga, wanamdhalilisha. Watoto wadogo wadogo wanaitwa, mchekeni, mtazameni huyo kiumbe huyo. Wewe unataka usimame pahala ambapo kiumbe huyo siku ya kiyama na yeye atasimama. Maana yake wewe unataka usimame na kiumbe mtiifu, kiumbe ambaye Allah subhanahu wa ta'ala alipomwambia tengeneza safina, akakubali kutengeneza safina katika jangwa, maji hamna. Lakini Allah akamwambia tengeneza safina, kwa utiifu wake, kwa unyenyekevu wake akatengeneza. Una utiifu wewe wa kiwango hiko ili uweze kusimama pahala ambapo kiumbe huyo atasimama? Manake yeye mpaka anasimama hapo alikuwa na mipango. Wewe una mipango gani kwa matarajio hayo makubwa unayojiwekea? Unaposema usimame pahala ambapo atasimama Nabii Allah Ibrahim alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam, unatakiwa ujue kwamba unataka kusimama pahala ambapo amesimama binadamu ambaye katika ukuaji wake alikuwa na mgogoro kati ya yeye na baba yake. Baba yake anafanya ibada ambayo yeye hajafundishwa, lakini aliweza kubalansi hayo mambo, akabakia heshima ya baba yake iliendelea kubakia, lakini pia safari yake na harakati zake za kuitaka radhi ya Allah subhanahu wa ta'ala ziliendelea kuwepo.
sio kama tulivyo sisi. Mungu akikupa mtihani mdogo, baba yako akawa mlevi, wewe ndio unakuwa wa kwanza kumpiga mikwaju baba yako, wewe ndio unakuwa wa kwanza kumtukana baba yako, na jina la baba unaweza ukaacha kumuita, ukawa unamuita Chapombe baba yako. Lakini nafikia hatua mpaka unasema ingekuwa baba anabadilishwa, mimi ningekubadilisha wewe usiwe baba yangu. Ukiamini kwamba katika hilo ndo unatengeneza vizuri, kumbe unaharibu juhudi zako, unaharibu harakati zako, na unaharibu mipango yako ya kuipata pepo yake Allah subhanahu wa ta'ala. Unapomzungumzia Nabii Allah Ibrahim, unamzungumzia binadamu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemsifu kwa ukarimu, roho nzuri, kuwapendelea wenzake vizuri, vile ambavyo na yeye nafsi yake inavitamani, mara zingine zaidi ya vile ambavyo yeye anatamani. Nabii Allah Ibrahim, kuna hikaya moja inasema Nabii Allah Ibrahim alikuwa akimiliki mbuzi, akimiliki kondoo, akimiliki mifugo. Siku moja akaja mtu pale katika zizi la Nabii Allah Ibrahim. Alipofika akamwambia, "O Ibrahim, wewe ni wa nani? Wewe ni mali ya nani?" Nabii Allah Ibrahim akasema, "Mimi ni mali yake Allah subhanahu wa ta'ala." Akamuuliza, "Na hawa mbuzi na ng'ombe waliokuwepo hapa ni mali ya nani?" Akasema, "Pia hawa ni mali yake Allah subhanahu wa ta'ala." "Na mimi mali ya nani?" Akamwambia, "Na wewe ni mali yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kama mimi mali ya Allah na wewe mali ya Allah na wambuzi mali ya Allah, basi wambuzi na mimi ni mali yangu kama walivyokuwa mali yako wewe. Kwa hiyo mimi nahitaji mbuzi, na jambo langu nyumbani, kuna wageni wamekuja, nahitaji mbuzi hapa nikawachinjie wale wageni wangu." Nabii Ibrahim akamwambia, "Mimi naweza nikakupa wa mbuzi, lakini kakupa huyo mbuzi unaitaka wewe, lakini mimi ya mbuzi ninao kama amana. Sasa amana hii siwezi kuipeleka kwa binadamu ambaye anao uwezo wa kufanya khiana. Nithibitishie kwamba wewe amana hii utaitumia vizuri au utafanya khiana." Yule bwana akamwambia, "Unataka nikuthibitishie katika namna gani?" Akamwambia, "Sema subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah." Sema hivyo. Yule bwana akasema hivyo mara ya kwanza, akasema hivyo mara ya pili, akasema tena hivyo kwa mara ya tatu. Nabii Allah Ibrahim wakaita wale vijana wake wote waliokuwa wamekamata ng'ombe wanaenda kuuza na mbuzi na nini, akamwambia wote, rudisheni. Kuanzia sasa hawa mbuzi na kondoo na mifugo mingine sio yangu, ni mali yake huyu bwana. Wote hawa ni mali yake huyu bwana. Akamwambia, "Wewe bwana, nakukabidhi, hii ni amana mimi Allah alinikabidhi, na mimi nakukabidhi wewe, tumia utakachotumia, lakini watumie na wengine katika hiki ambacho wewe nimekukabidhi mimi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala." Yule bwana akasema sawa, akaswaga wale akaondoka nao. Baada ya muda akarudi tena. Wallahi Ibrahimu akashangaa, huyu bwana nimeshampa mifugo ameondoka, anarudi vipi? Yule bwana aliporudi akamwambia, "Mimi ni malaika wake Allah subhanahu wa ta'ala. Allah amenituma nije kwako, nije nikutihani, nikutahini katika hizi mali, vipi utazibeba, vipi utazichukulia? Roho yako ipoje juu ya hivi? Roho yako ipoje juu ya jambo lako? Ikiwa Allah analitaka hilo jambo lako, roho yako inakuwa vipi?" Nabii Allah Ibrahim akamuuliza yule malaika, "Nimefaulu?" Akamwambia, "Umefaulu." Akamwambia, "Basi huu ni mtihani mdogo sana katika mitihani ambayo mimi naweza kufaulu. Unaniona mimi hapa nilipo? Unaona umri wangu niliokuwa nao mkubwa, sina mtoto. Basi hata kama Allah subhanahu wa ta'ala atanijalia mtoto katika umri huu, alafu huyo mtoto Allah akamtaka, namtoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala." Maisha yakaenda, baada ya muda mrefu Allah akamjalia Nabii Allah Ibrahim mtoto.
na Allah akamtaka kweli huyo mtoto, na Nabii Ibrahim alikuwa tayari kumtoa kweli huyo mtoto. Kama si Allah kusimamisha ule mpango, Nabii Ibrahim angemtoa kweli mtoto wake. Ni kiumbe mtiifu mwenye adabu ya kiwango hiko. Unataka na wewe usimame pahala ambapo huyo anasimama, una mipango gani? Bi ayi amal wa bi ayi shahawatin taraktaha lillah, na kwa lipi katika vitu shahawati, katika vile vitu ambavyo unavipenda wewe nafsini kwako vinapendeza, alafu ukaamua kuviacha kwa ajili ya kutaka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, kipo hiko? Mipango ya kwenda peponi ndio ipo hapo. Ukubali kuyaacha yale ambayo nafsi yako inayatamani, alafu unasema hii nafsi yangu inatamani, mimi naliacha hili kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo tunalo, hilo tunaliweza. Mpango namba 1 huo. Niwakumbushe bwana mmoja alikuwa akiitwa Jarjis. Huyu bwana alikuwa ni mcha Mungu katika kipindi cha Bani Israil. Huyu bwana katika maisha yake alikuwa akiishi mjini kwa muda mrefu, alikuwa akiishi mjini. Baadaye akaamua kwamba ahame kutoka mjini aelekee vijijini, akiamini kwamba mjini pale patampa tabu yeye kufanya toa ya kweli, ibada ya kweli ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema mimi hapa nitoke hapa nielekee vijijini nikafanya ibada ya kweli ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Ile bwana akatoka akaelekea vijijini, mapolini kabisa, akatengeneza kibanda chake cha kukaa na kingine akatengeneza msikiti wake pembeni kwa ajili ya kuswalia pale. Basi huyu bwana muda mwingi alikuwa akiutumia kwa sababu ya kufanya ibada. Muda mwingi alikuwa akiutumia kufanya ibada kuliko muda aliyokuwa akiutumia kwa shughuli zingine. Baada ya maisha kwa muda mrefu, siku moja mama yake alienda, sababu alikuwa mtoto alimuaga mama yake. Kwa hiyo mama akawa anajua upande ambao mtoto wake ameelekea. Mama akaenda kwenda kumjulia hali mtoto wake. Alipofika pale akamkuta mtoto anaswali. Akitazama kwenye kibanda hivi anamuona mwanaye anaswali. Mama akamgonga akamuita, Jarjis, Jarjis. Jarjis anamsikia mama yake wakati anamuita, lakini akashindwa kuitikia kwa sababu yupo kwenye swala. Akasema siwezi kuitikia hapa siwezi kuitikia, mimi naendelea kuswali. Mama akasubiri, akaona muda unaenda. Mama akatafsiri mwanangu ananidharau, mama akaondoka. Baada ya muda mama alirudi tena, baada ya masiku akarudi tena kwenda kumsalimia mwanae. Bahati mbaya, mtihani, akamkuta mwanae yupo vile vile anasali. Akamwambia, wewe mwanangu Jarjis, mimi natoka mbali mama yako nakuja kukusalimia, alafu wewe mwanangu unachokifanya unanikalia kimya. Basi mimi namuomba Mwenyezi Mungu, wewe mwanangu usife mpaka upate kashfa ya zina. Usife wewe mpaka upate kashfa ya zina. Mama akaondoka zake amesusa. Baada ya mama kuongea maneno yale, milango ya shari ikafunguka. Na hapa kuna mazingatio makubwa kwa wazazi. Kuna mazingatio makubwa kwa wazazi. Wazazi, tuache kuyaongea maneno mabaya yenye sura ya laana, yenye sura ya ghadhab kwa watoto wetu. Baadhi ya maneno ama sehemu kubwa ya maneno ambayo wazazi wanayaongea mabaya kwa watoto wao yanafika kweli kwa watoto wao, kama ilivyokuwa katika kiwango hiko maneno mazuri ya kheri mzazi anayoyasema kwa mtoto wake, maneno hayo yana nafasi kubwa kufika kweli ama kutokea kweli kwa mtoto wake. Baada ya yule mama kuongea maneno yale, kule mjini watu wakamkumbuka Jarjis. Wakasema, kuna bwana mmoja aliishi hapa alikuwa akiitwa Jarjis.
Si mnajua bwana, yule bwana kaenda mapolini kufanya ibada. Yule bwana anajifanya yeye mcha Mungu Sasa imefikia hatua tumpime, tumuone ucha Mungu wake. Ana ucha Mungu mjanja mjanja, hebu tumpimeni. Wale watu wa pale mjini, wale watu wa mabalaa mjini, kuna watu wa mabalaa huwa wanakuwepo hao, au muda wowote wanatengeneza lolote gumu, alafu likimfika mtu gumu, wakati mtu anafedheheka na lile gumu, kwa wao sherehe na furaha. Wakasema tumtafuteni mwanamke. Yule mwanaume kwenye mtego wa mwanamke atoki. Tumtafuteni mwanamke mmoja mzuri, tumpelekeni kule. Atakwama tu yule, sikakaa kule peke yake ana mke, atakwama tu. Wakamtafuta mwanamke, wakampeleka kule. Mwanamke wa ajabu sana, mwanamke muovu sana, mwanamke naye wa mabalaa. Ilikuwa ni mwanamke mwenye kujiuza, na akaambiwa maslahi kwamba kutakuwa na malipo haya na haya na haya kama utafanikiwa wewe kuzini naye. Akasema hilo tu, alina shida hilo, mimi naenda, tulieni hapa, nisubirini kwa muda wote ambao mimi nitakuwa sipo mpaka niwaleteeni majibu. Yule mwanamke akatoka kaenda mpaka kwa Jarjis, akayafanya yale mambo ambayo mwanamke anaweza kuyafanya ili kumtia kikaangoni mwanaume. Akamtia kikaangoni yule mwamba. Kila kipelekwa kikaangoni, yule mwamba anatoka anasema hapana, mimi namuogopa Allah. Yule mwanamke akikaa hivi, akijibenjua hivi, yule mwamba anaangalia pembeni, anamwambia kaa vizuri, mimi namuogopa Allah. Kazi ndo ikawa hiyo. Alipoona kwamba lile jambo limekuwa gumu, baada ya kumtega kwa mchana na usiku wake kwa masiku kadhaa, yule mwanamke akatoka. Alipokuwa maporini katika safari yake, akamkuta kijana anachunga mbuzi. Akamwambia, wewe mchunga mbuzi mimi nimekupenda bwana, kama na wewe utakuwa umeridhia, mimi nataka kulala na wewe, nataka nizini na wewe. Kijana yule mchunga mbuzi akaona hiyo ni fursa, Wakati mwingine aliona hiyo ni changamoto, mwingine akaitafsiri hiyo ni fursa. Na hapa tunajifundisha, tunatakiwa tuwe na definition nzuri za mambo. Kila jambo linaweza kuwa na definition zaidi ya moja. Tafuta iliyokuwa nzuri, tengeneza anwani nzuri ya mambo. Yule bwana akatafsiri lile tukio la kutakiwa na mwanamke kwa ajili ya zina ni fursa, na akazini naye. Wakarudia hivyo mara kadhaa mpaka yule mwanamke akapata ujauzito. Akajificha yule mwanamke, alikojificha kwa muda mrefu mpaka alipopata mtoto, alipojifungua. Akarudi mjini, akawaambia nimeondoka hapa kwa muda mrefu, leo nimerudi, lakini sijui niseme nini. Yule bwana mcha Mungu, bwana, japokuwa nyinyi mlinituma mimi nikafanye naye zina mara moja, lakini nilipoenda kule na mimi nikajikuta nanogewa bwana. Kwa hiyo tukafanya zina mara nyingi mpaka kapatikana mtoto huyu mtoto wake huyu. Bwana mpaka mtoto ambia mtoto wake huyu, lakini mimi naomba mumuache, msimfanye chochote, anawajaza. Wakamwambia basi wewe kazi yako ndo hii, tayari mlete huyo mtoto na wewe twende huko. Wakachukua na silaha zao mpaka alipo bwana Jarjis. Wanafika pale, wanamkuta ule mwamba na swali. Sasa unadhani nini kinachotokea? Wakashusha kile kibanda, piga kibanda chini, piga mangumi yule bwana ja Sheikh Chali. Jamani vipi? Jamani mimi sina swali, heshimuni swala. Swala gani we mzinifu? Huyu hapa si mtoto wako, umezini huyu mtoto wako, alafu unaswali nini hapa? Toka hapa.
Bwana Jarjis akawaambia, mimi huyo sio mtoto wangu, na wala mimi huyo mwanamke sijazini naye. Wakamwambia, hapana. Mwanamke anasema, unanikataa leo, unanikataa. Wewe si ndo baba wa huyu mtoto, unanikataa. Huyu mwanao, wewe ulikuwa mpaka unaniita mimi mke wangu, unanikataa. Jambo likawa gumu pale. Mwanamke anasema, wewe ndo baba. Baba anasema, mimi sio baba. Jarjis akasema, basi swala hili linahusu watu watatu. Linanihusu mimi, naitwa baba, linamhusu huyu anaitwa mama, lakini kuna huyu mtoto wa tatu. Basi tumuhusisheni na mtoto ili mtoto na yeye aseme. Wote tumesema, mtoto hajasema. Jarjis akamshika yule mtoto tumbo lake na akamwamuru yule mtoto aseme, na yule mtoto akasema. Akakana kwa Jarjis sio baba yake, na akasema yule mama mambo namna alivyoyafanya mpaka kuzaliwa yeye. Huyu mtoto anaingia katika orodha ya waliosema wakiwa vichanga, ukiachilia mbali huyu mwingine ni yule Nabiullahi Yusuf, naye alisema akiwa kichanga. Nabiullahi Isa na yule alomnusuru Nabiullahi Yusuf naye alisema akiwa kichanga. Wakati tayari mambo yameshakuwa magumu pale, unatafuta ushahidi. Nabiullahi Yusuf, yule mwanamke alikusudia kumbaka kweli au anasingiziwa? Unapata orodha ya watoto kadhaa waliozungumza wakiwa wadogo kunusuru watu waliokuwa wacha Mungu. Lengo langu hapa tuongee ni jambo gani la matamanio ambalo wewe uliwahi kuliacha, na kuliacha kwako uliacha kwa kutaka radhi zake Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo gani la matamanio uliliacha? Wa bi ayi qarib ba'atahu fillah, na kwa jambo gani lililokuwa karibu na wewe, lilihesabiwa kama fursa kwako wewe, ukalieka mbali, ukalikataa, ukalikimbia kwa kutaka radhi zake Allah subhanahu wa ta'ala. Uliwahi kupata jambo kama hilo ukafanya hivyo katika maisha yako? Lilipotokea jambo likawa lipo karibu na wewe, lina sura ya fursa, kwa mfano kazi, lakini kazi hii katika kampuni ya betting, unaweza kuacha hiyo kazi kwa ajili ya Allah? Ama kazi, lakini kazi hiyo inakupa zuio la wewe kuswali, unaweza kuiacha kazi hiyo kwa ajili ya Allah? Unaweza? Kazi katika viwanda vya pombe, umepata kazi huko, unaweza kuacha hiyo kazi kwa kutaka radhi za Allah? Unaweza? Unaweza kufanya jambo ambalo lina sura ya kupendeza, lakini Allah alipendi. Unaweza kuacha jambo la namna hiyo wewe? Wa bi ayi qarib ba'atahu fillah, aya wa bi ayi ba'id qarrabatahu fillah. Na unaweza wewe kuacha jambo ambalo sura yake kwako limekaa vibaya vibaya, lakini kwa Mungu linapendeza. Unaweza kulifanya hilo jambo? Kuna mambo yenyewe yalivyokaa sura yake yamekaa vibaya vibaya. Yapo mambo ukiyatazama katika Uislamu yamekaa kama kumfilisifilisi mtu hivi, kwa sababu jambo la pesa umetafuta we mwenyewe, alafu unakuja pahala unapita unaambiwa hapa kuna ujenzi wa msikiti, kuna ujenzi wa choo, alafu wewe utoe zile pesa zako. Ukilitazama ili jambo hili, unaambiwa kuna maskini huko ana cha kukila,
kuna maskini huko hawezi kusomesha watoto wake, kuna mgonjwa huko hana pesa za matibabu, toa pesa msaidie. Ukiyatazama ya mambo kama yanafirisi firisi hivi, kama yanafirisi firisi hivi lakini ndio Mungu anayataka hayo mambo wewe ufanye. Nafsi yako ina uthubutu wa kufanya hayo mambo? Ama kuna watu wana zile taratibu za kwenda hospitali, kwenda kuangalia wagonjwa, kwenda kuwasafisha wagonjwa ambao wengine hawana mtu wa kuwasafisha. Watu wanafanya kwa ajili ya Mungu. Ukilitazama hili kama limekaa vibaya vibaya hivi, mgonjwa sio wako, sio ndugu yako, lakini ndio jambo ambalo Mungu analipenda. Uthubutu wa kulifanya hili wewe unao? Kama uthubutu unao, wewe mipango ya kwenda peponi unayo, na kuwa sasa na matarajio ya kuipata pepo yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna muda unajikuta Uislamu unakutaka ufanye jambo gumu kabisa, limekaa kushoto. Hebu tuzungumze ukweli. Kwa mfano hili jambo la kufunga siku 30, mwezi mtukufu wa Ramadhani unafunga siku 30. Hili jambo sio jambo jepesi, sio jambo jepesi. Chakula chako mwenyewe na nini, chakula kizuri, uwezo unao, inapendeza bwana kula chakula chako, lakini watu wanaamua kutokula iko chakula chake mwenyewe, na anajizuilia asile. Anachotaka yeye apate radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, anataka radhi za Mungu tu, anaacha chakula chake kukila yeye mwenyewe. Kuswali swala 5 kila swala ndani ya wakati wake sio jambo rahisi, sio jambo rahisi. Lakini wanatokea baadhi ya watu wanaliona hilo jambo kwa wao ni rahisi. Urahisi ule unatengenezwa na ukhiari wao, utayari wao. Urahisi ule unatengenezwa na mipango yao dhidi ya matarajio yao ya kuitaka pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anaenda analifanya jambo gumu, jambo zito kabisa, lakini akiamini ndani ya jambo zito hili, juu ya ugumu wake na uzito wake, ndo kuna radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi matarajio yetu ni kuipata pepo yake Allah subhanahu wa ta'ala. Lazima yetu ni kuwa na mipango inayowakisi, inayofanana na hayo matarajio yetu. Mbaya zaidi, ukisoma Kahfi 103 104 pale, namna Allah subhanahu wa ta'ala alivyokuwa akielezea kwamba kuna watu wanayafanya mambo wakiamini wanayafanya mambo yaliyokuwa mazuri, kumbe hakika yake wanaharibu. Hapo unapata kundi moja gumu sana, unapata kundi moja gumu zaidi. Hapo linaongezeka kundi la 3. Kundi la kwanza ni kundi la wanadamu ambao hawafanyi lolote kujiandaa na akhera, hawana lolote wanalotarajia kwa Allah. Wenyewe wanaishi tu, wanaishi, wanaamka, wanaishi, wanaamka, wanakufa, basi. Hilo kundi la mwanzo. Lakini lipo kundi la watu wanaofanya mambo mazuri yanayompendeza Allah subhanahu wa ta'ala, na wana matarajio kwa mazuri hayo wataipata pepo yake Allah subhanahu wa ta'ala, na wakaipata. Hilo linakuwa kundi la pili. Kundi la 3 ni kundi la watu ambao wanaamini tunaitaka pepo ya Allah subhana, na wanafanya mambo yaliyokuwa mazuri kwa akili zao, wanaamini wanachokifanya kwamba ni kizuri, alafu kumbe wanaharibu, hawapati pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hili kundi la 3 ni kundi baya zaidi. Niongee kwa mifano ili tuweze kuelewana.
Tujalie kuna watu wawili na wote wana mashamba ya mikorosho. Mmoja akasafisha zile ekari zake, kama ni 10 kama ni 20 alizokuwa nazo, akazisafisha vizuri zile ekari zake, zina mikorosho tayari. Lakini pia akapiga dawa katika ile mikorosho yake. Kwa hiyo amepalilia na amepiga dawa katika mikorosho yake, na akaweka vijana wa kuisimamia ile mikorosho yake. Lakini huyu alipiga dawa isiyokuwa sahihi ya kupiga kwenye mikorosho, na akaweka vijana wasiokuwa na uelewa wowote juu ya kilimo cha mikorosho. Na mwingine mwenye shamba lake wala hakulisafisha, akaliacha shamba lake kama lilivyo, na dawa wala hakupiga, akasema nikipata haya nikikosa haya. Na mwingine watatu akasafisha shamba lake, akapiga dawa sahihi ya kupiga kwenye mikorosho, na akaweka vijana sahihi wanaojua kusimamia mikorosho. Wakati wa mavuno ulipofika, huyu aliyepiga dawa sahihi na kuweka vijana sahihi akapata korosho nyingi sana. Atafurahi na atajipongeza kwa juhudi yake. Mpango wake ulifanana na matarajio yake, atafurahi. Huyu wa pili ambaye hakusafisha shamba lake wala kupiga dawa, mwisho wa msimu wa kuvuna chochote, tunasema akapata hasara. Huyu hasara yake haiwezi kumuumiza sana, kwa sababu hakufanya lolote katika hilo shamba lake, aliitarajia hiyo hasara. Atakayeumia sana zaidi ya wote ni huyu wa mwanzo, huyu ambaye naye alisafisha shamba lake na akaweka vijana, lakini wale vijana hawajui. Akapiga dawa lakini si dawa sahihi. Mwisho wa msimu, wakati wa mavuno ulipofika, hakuvuna chochote, akapata hasara. Katika hawa watatu, aliyepata hasara ya kweli ni huyu wa mwanzo. Huyu ndiye aliyepata hasara ya kweli kabisa, kwa sababu alilima vizuri, aliweka vijana, lakini kwa kutojua wakapiga dawa zisizokuwa sahihi. Na hii ndiyo hasara ya kwenda motoni inapotokea kwa Muislamu. Mfano huu ndio mfano wa huzuni na kuumiza inapotokea Muislamu kwenda motoni, kwa sababu atakuwa analo shamba, alikuwa anasali, alikuwa anafanya baadhi ya ibada, manake alisafisha lile shamba. Maana yake alipiga dawa katika hilo shamba, ila haikuwa dawa sahihi. Ndio Allah anasema qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala, niwaambieni sasa watu waliopata hasara kubwa. Hii ndio hasara kubwa. Ndugu zangu Waislamu, ndugu zangu katika dini ya haki, dini ya kweli, tumechagua dini ambayo ina pepo. Tumechagua dini ambayo Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tayari ameshasema umma wangu wote wataenda peponi ila atakayekataa. Tusikatae kwenda peponi, tusikatae kwenda peponi. Tuyafanyeni aliyotuletea Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kwa usahihi wake. Ukimwona Muislamu leo anakataa kumswalia Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ama anazuia watu wasimswalia Mtume Muhammadin, huyo anaharibu juhudi zake. Huyo ndio katika wale wanaoharibu juhudi zao katika maisha ya kidunia, huku wakiamini kwamba wanachokifanya wanafanya kitu cha sawa sawa. Ukimwona Muislamu leo anazuia watu kufanya dhikri, kumdhukuru Allah subhana, maana yake binadamu huyo anapoteza juhudi zake. Muislamu lakini anapoteza juhudi zake katika maisha haya ya kidunia. Ili tuwe salama, tunatakiwa tufuate Uislamu uliokuwa kweli,
tamaa yetu ya kuipata pepo, tamaa yetu ya kuipata pepo ifungamane na matendo yetu. Ama tamaa yetu ya kufaulu, matarajio yetu ya kufaulu, basi yafungamane na matendo yetu. Hatuwezi kulala tukaota ndoto za kufaulu tukasema tutafaulu, tukaota wakati wa kulala na tukawa tunaota mchana kwamba mipango yetu ni kufaulu, alafu tukawa si wenye kuingia madarasani, tukigewa zile coursework hatufanyi, hatuna tunachofanya, homework hatufanyi, notes hatuandiki, alafu tukawa tunasema kwamba tunataka kufaulu. Sisi tutakuwa tunajidanganya na tunapoteza muda wetu, na Mwenyezi Mungu atutoe katika kundi la binadamu wanaojidanganya kwamba watapata pepo na matendo yao yakawa yanaakisi kupata moto. Msemeni amin. Ndugu zangu watukufu katika Uislamu, ndugu zangu katika dini ya kweli, tutosheke na hayo na tuishi katika hayo. Matarajio yetu ya kuitaka pepo yafungamane na matendo yetu. Matarajio yetu ya kuitaka pepo yafungamane na mipango yetu, yafungamane na matendo yetu, yafungamane na kauli zetu. Kusiwe na utofauti kati ya matarajio yetu ya pepo na matendo yetu, matarajio yetu ya pepo na maneno yetu. Isiwe hivyo, hivi vitu vifungamane, na kufungamana kwake ndio kufungamana kwa Uislamu, na ndio inapatikana tiketi ya mimi na wewe kuipata pepo yake Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu atujalie tuingie katika pepo yake kwa huruma yake. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wadkhilna al jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hii ni Mtoro TV.